imekuja kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, naye kadhalika anahusia kuwahusia watu wake, anasema idha ana mit, pindi mimi nikifa. Anahusia Hudhaifa ibn al-Yaman, pindi mimi nikifa, anasema fala yu'adhdhin alayya ahadun, wala asinadi kwa ajili yangu yeyote, wala asiadhini mmoja kuadhini kwa kifo cha mtu fulani, kwamba mtu akawasha maiki ya msikiti, tangazo la kifo. Hudhaifa ibn al-Yaman anakataza mambo haya, anawahusia watu wake wasifanye mambo haya kwenye kifo chake. Anasema inni akhafu an yakuna na'yan, kwa sababu mimi naogopa kuwa ni mwenye kutangazwa kifo changu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yanha 'anil na'i, na mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akikataza kuhusiana na matangazo ya kifo. Ni mambo ambayo katika jamii yetu leo imekuwa ni ibada, sasa imekuwa ni ada, kwamba popote mtu akifa maiki za misikiti zinakuwa on, tangazo la kifo, watu wanatangaza vifo vya mtu fulani. Hudhaifa ibn al-Yaman anahusia kuwahusia watu wake mambo haya yasifanyike kwenye kifo chake yeye. Ayuha nas ibadallah, wewe unawezaje ukalizuia hili katika jamii yako? Kuna baadhi ya watu ukiwaambia katika familia zetu kwamba mimi nikifa sitaki 3, 7 wala 40, kwamba tukutupe tu. Hiyo haiwezekani, tukutupe tu, umetukosea kitu gani sisi? Sasa unawezaje ukajiepusha aliyakuwa wewe ushakufa? Isipokuwa ni kwa kutoa wasia kwa ndugu zako na wale ambao unajua kwamba hawa ndio wataisimamia mazishi yangu, ni kutoa wasia, na ikiwa watatekeleza walillahi alhamd. Ikiwa wataasima wasia wako ulioutoa, basi ni mzigo wao na wewe umejivua katika adhabu hiyo.